Mimi nakukaribisha kwa moyo mkunjufu kabisa. Karibu kwenye hii sehemu ya 11, simulizi tamu, simulizi nzuri yenye kusisimua ya kuitwa Sweet Love kutoka kwake mwandishi Said Jr. Mimi naitwa Uncle J wa simulizi. Sasa nikukumbushe, katika sehemu ya 10 pale tulipokuwa tumeishia ni ambapo Victor pamoja na Eliana wamekaribia kufunga ndoa ya uchumba. Wanataka kuoana hawa. Na ukweli ni kwamba walikuwa hapo kwenye gari wanaelekea kuchagua ukumbi wa kufanyika hiyo shughuli yao. Je, sherehe ipo? Je, ndoa ipo? Mambo yatakuwaje? Na vipi kuhusu Hafsa? Yuko wapi? Hebu karibu kwenye hii sehemu ya 11 tukapate kujua yale yaliyojiri. Karibu sana mtu wangu. Karibu sehemu ya 11. Naam. Safari yao ya kuelekea sehemu mbalimbali za ukumbi ilianza kwa ukimya kidogo upande wa Victor, lakini kwa upande wa Eliana kulikuwa kuna maongezi mengi kuhusu maua, rangi za mapambo, idadi ya wageni waalikwa na hata aina muziki utakaoambatana na tukio hilo la kuvalishana pete. Victor alikuwa anaendesha gari kwa tahadhari, lakini kila baada ya dakika kadhaa alijikuta akimwangalia Eliana kwa jicho la kutokuamini. Mwanamke huyu hakusumbuliwa na hali ya Hafsa kama alivyotarajia. Yeye alikuwa na akili moja tu: ndoa, mapenzi, harusi, furaha. Walifika kwenye ukumbi wa kwanza ulioko Mbezi Beach. Ni ukumbi wa kifahari uliojaa viti vya dhahabu, mapazia meupe yaliyokuwa yametundikwa na nakshi za rangi ya fedha na jukwaa lililozungukwa na maua halisi. Eliana alishangilia kama mtoto mdogo aliposhuka kwenye gari. Alimshika Victor mkono na kisha akamkokota kuelekea ndani. Victor, hebu tazama hapa Victor. Hapa ndiko nitakapoweza kusimama nikivaa gauni langu jeupe. Wewe ukiwa umevaa suti ya harusi yenye tai ya blue ili kupendezea. Unaona vile tulivyo ndani? Victor alimtazama kwa muda Eliana. Hakutabasamu wala kusema chochote. Victor alionekana kuwa mbali kimawazo. Eliana alimkaribia, alimtingisha bega. Hey Victor, unawaza nini? Unafikiria nini? Eliana, unajua mapenzi yako ni ya kipekee sana, ila nahisi kuna vitu vinanizuia kuvutiwa na wewe. Kuna sehemu ya nafsi yangu bado haiko tayari kabisa kuwa na wewe. Naomba unipatie muda, au angalau basi unipatie utulivu wa kichwa. Hapo Eliana alinyamaza, lakini haikumzuia kuendelea kumpeleka Victor kwenye ukumbi wa pili ulioko Masaki. Safari iliendelea huku Eliana akiendelea kumshawishi Victor, kumfurahisha na kumkumbusha kuhusu ahadi ya ndoa yenye upendo, huku Victor akibaki tu kwa kimya, akiwa amekalia ukingo wa penzi. Bado hajaruka, lakini hawezi pia kurudi nyuma. Moyo wake ulipenda utulivu wa Eliana, lakini kumbukumbu ya Hafsa ilimfuata kama kivuli. Walipofika ukumbi wa Masaki, Eliana alionekana kama msanii aliyeingia kwenye jumba la sanaa lililojaa kazi zake. Macho yake yalikimbilia kila kona ya ukumbi, huku tabasamu likikolea usoni mwake. Ukumbi huo wa Masaki ulikuwa na hadhi ya juu sana, wenye dari refu lililopambwa kwa mapambo ya kioo, mapazia meupe yaliyokuwa yakirindima kama bendera za kifalme na viti vya dhahabu vilivyopangwa kwa ustadi wa hali ya juu. Victor aliposimama na kutazama ukumbi wote, kitu cha kwanza alichokiona ni kwamba hapa patakuwa pana gharama mno. Hakuwaza mapambo wala harufu ya maua yaliyokuwa yakining'inia, bali aliona bajeti ya mamilioni kikwenda kutumika kwa siku moja tu. Eliana kwa furaha alimshika mkono Victor na kuanza kumvuta kuelekea sehemu ya mbele ya ukumbi. Victor, hebu tazama hapa. Hapa ndipo watapokaa viongozi wa kitaifa. Unaona pale? Watakaa wazazi wetu. Alafu pale pembeni tutaweka jukwaa la muziki na vile viti vya dhahabu.
vinaendana kabisa na hadhi ya sherehe yetu. Victor alimwangalia kwa macho yaliyojaa ukakasi. Viti vya dhahabu, Eliana? Ukumbi wa milioni 220 kwa siku moja tu? Mapambo ya kuagiza kutoka Dubai, Eliana? Hivi unajua tunafanya nini hapa? Tunapanga siku muhimu ya maisha yetu, Victor. Na tunapaswa kuifanya kuwa kipekee. Tunaweza kuifanya. Uwezo huo tunao. Why not? Sijakataa. Uwezo huo ndio tunao. Lakini huu sio wakati wa kuonesha uwezo. Eliana, sisi sio watu wa kawaida. Wewe ni binti wa rais. Mimi ni mtoto wa waziri mkuu. Ukumbi huu ukitumika kwenye sherehe ya uchumba na kila kitu kikakwenda live kama mlivyopanga, jamii itaanza kuuliza maswali. Kwanza, wanapata wapi hizo pesa zote? Sio kila mtu ataamini kwamba ni pesa binafsi. Watasema tunatumia pesa za nchi kwa starehe zetu. Hapo Eliana alikuna kichwa chake taratibu na kisha alianza kutembea taratibu ndani ya ukumbi kana kwamba anatafuta maneno. Aliporudi karibu na Victor, alisema kwa sauti ya utulivu lakini iliyojaa maamuzi. Victor, mimi familia yangu ina biashara nyingi sana nje ya siasa. Babangu sio tu mheshimiwa rais, ni mfanyabiashara mkubwa. Pesa hizi ni halali. Hakuna hata senti moja ya walipa kodi itatumika hapa. Tunafanya haya kwa sababu tuna uwezo na tunastahili. Tumevumilia maisha ya kelele na siasa kwa muda mrefu sana. Kwa siku moja basi tujikubalie furaha yetu sisi wenyewe. Victor alitikisa kichwa huku akifumba macho kwa hasira iliyojaa tumbo. Eliana, sio kila mtu anajua historia ya familia yenu. Wananchi wataona picha tu mitandaoni, wataona tu sherehe ya kifalme, wataona viti vya dhahabu, mapambo ya almasi. Wananchi ambao wanahangaika na mlo wa siku moja watachukulia hii sherehe ni kama vile kejeli kwa maisha yao. Okay. Sasa tufanye nini, Victor? Tufanye kwa siri? Tufanye sherehe kwenye uwanja wa shule, si ndio? Nimetaka haya maisha kwa muda mrefu sana. Si tu kwa sababu ya siasa. Tafadhali, elewa. Hili ni tukio letu la kipekee. Siku ambao nitaweza kuonesha mapenzi yangu hadharani kwa mwanaume ninayempenda. Na hiyo ni haki yangu, Victor. Kama kuna mtu atajaribu kuhoji, basi taratibu zipo wazi kabisa. Anaweza kwenda kwa mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ili kujua kama kuna hata senti ya mlipa kodi itatumika hapa. Bado hujaelewa, Eliana. Tatizo sio sherehe. Tatizo na wewe kunishinikiza kila kitu kama vile mimi sipo. Kama mwanaume, nataka kushiriki katika kufanya maamuzi ya maisha yangu. Na uwezi kila siku ukawa unanikimbiza tu na mipango ambayo hata sijui wapi inapoelekea, sijui wapi inapotoka. Na muda mwingine taarifa napata kupitia waandishi wa habari, au napata taarifa kuona post tu mitandaoni kabla hata sijaambiwa chochote. Kwa maana hiyo mimi nakuwa kama vile sina maamuzi na maisha yangu. Eliana alinyamaza akimtazama Victor kwa muda na kisha kwa sauti ya chini alisema, Victor, samahani. Nilidhani nakupa furaha kwa kukupa makuu. Sikujua kama unajisikia kuwekwa pembeni. Lakini Victor, naomba siku hii iwe ya ndoto yangu. Hii sio tu harusi ya familia, ni ndoto yangu mimi. Tafadhali usiniangushe. Victor alishusha pumzi ndefu. Alikuwa bado na mashaka, lakini sauti ya Eliana ilikuwa imejaa hisia. Alimtazama kwa muda na kisha akasema, tutachagua huu ukumbi, lakini nataka mpangilio mzima uangaliwe na PR wa Ikulu. Hatutaki kuonekana kama viongozi wa kifalme wa nchi ya kifukara. Tutapunguza baadhi ya vitu. Eliana alitabasamu kwa furaha.
alimsogelea Victor na kumshika mkono. Asante Victor. Naahidi sitokufanya ujisikie kama haupo. Kuanzia sasa kila kitu tutapanga pamoja. Victor alitabasamu kwa mbali, si kwa sababu ya ukumbi wala mapambo, bali kwa sababu sasa alihisi amesikia kauli ya kwanza Eliana yenye kuelewa uzito wa nafasi yao kwenye jamii. Lakini akilini mwake Victor bado kivuli cha Hafsa kilimfuata kama baridi ya jioni. Wakiwa bado wapo ndani ya ukumbi huo, ghafla simu yake ilianza kuita, na alipotazama aliona ni namba ambayo haikuwa imeseviwa ndani ya simu yake. Wakati huo Eliana alikuwa akiongea na msimamizi wa ukumbi, hivyo Victor aliamua kusogea pembeni kupokea hiyo simu. Alipopokea tu, damu ilimganda mara baada ya kusikia sauti ya kike ikimweleza kuwa kama anataka kujua kuhusu Hafsa, basi aende peke yake kwenye kituo cha daladala Tegeta Nyuki. Akifika huko atajua kila kitu. Victor aliposikia sauti, kwanza aligeuka kuangalia upande alipokuwa Eliana. Eliana alionekana kuwa yuko bize na msimamizi wa ukumbi wakijadili kuhusu mapambo ya meza kuu. Victor alijua wazi kuwa endapo Eliana angejua kuhusu simu hiyo, asingempa nafasi ya kutenda peke yake. Isitoshe, alihitaji utulivu na nafasi ya kutafakari bila kelele za mapenzi na maandalizi ya sherehe. Victor aliamua pale pale kuondoka kimya kimya. Alimtoroka Eliana. Victor alijifanya kama anaenda kuzungumza na mtu nje kidogo. Alitembea haraka haraka huku akiwasha gari lake na kuliondoa kwa parking kwa ustadi wa hali ya juu, lakini kwa tahadhari ya kutokumvutia Eliana au yeyote. Victor aliendesha gari kwa kasi iliyodhibitiwa kupitia barabara ya Bagamoyo, kichwa kikiwa kina mawazo mengi mno. Hakuwa na hakika kama alikuwa anadanganywa au kama hii ulikuwa ni mtego, lakini sauti ile ilikuwa ina kitu ndani yake, si kama zile za vitisho wala sio ya mtu asiyejua anachokifanya. Ilikuwa ni sauti ya mtu anayejua ukweli na alikuwa na lengo moja, kumwongoza Victor kwenye hatua inayofuata. Mara kadhaa Victor alipoweka gari pembeni kwa muda mfupi, alitazama tena ile namba. Hakukuwa na jina wala alama yoyote ya utambulisho. Namba ilipotea dakika chache baada ya kupokea, kana kwamba ni muda tu. Alipofika Tegeta Nyuki, Victor alishusha vioo vya gari, akaangaza macho yake kwa haraka haraka kituoni hapo. Kituo hiko kilikuwa kama vituo vingine tu vya kawaida vilivyojaa watu wanaosubiri magari, wakiuza vitu vidogo vidogo na maisha ya kawaida yakiendelea. Hapakuwa na dalili yoyote ya mtu anayemsubiri wala kitu cha ajabu. Victor kwanza ilibidi aweke gari pembeni karibu na duka la vinywaji. Akashuka taratibu, akijaribu kuchanganyika na umati. Aliangalia kila sura, kila mwendo wa mtu aliyepita karibu naye, akitarajia kusikia sauti ile tena au kuona ishara yoyote, lakini hapakuwa na lolote. Dakika 10 zilipita, dakika 20 zikapita. Ghafla mzee mmoja aliyekuwa amevalia shati la kitenge na suruali ya kaki alimkaribia Victor. Bila hata ya salamu, alimgusa bega kwa upole na kumwambia kwa sauti ya chini, "Kijana, kuna mtu aliniambia nikukabidhi bahasha hii hapa. Akanieleza ni kuone ukisimama karibu na kibanda cha M-Pesa. Sijui ndani kuna nini." Victor alimshukuru mzee huyo, akachukua ile bahasha. Ilikuwa imefungwa vizuri kwa gundi, lakini ilikuwa ni nyepesi. Alikwenda haraka haraka kwenye gari lake na kisha akafungua. Ndani kulikuwa kuna picha ya Hafsa akiwa kwenye sehemu kama ghala, mikono yake ikiwa imefungwa kwa nyuma, macho yakiwa yametawaliwa na hofu. Picha hiyo ilikuja na maandishi ya mkono, maandishi yaliyosomeka ya kwamba usimwambie mtu yoyote, ukivujisha hili unampoteza Hafsa milele. Loh, Victor alihisi ulimwengu ukigeuka ghafla, vidole vyake vikitetemeka akishika picha hiyo. Kwa mara ya kwanza tangu tukio la kutoweka kwa Hafsa, alikuwa na uthibitisho kwamba yuko hai. Sasa swali likaibuka tena, nani amemhifadhi? Nani anamtumia? Na kwa nini amshikirie Hafsa? Akili ya Victor ilihamia kwenye gia. Hii haikuwa tena kuhusu sherehe ya uchumba wala siasa. Hii ilikuwa ni vita ya kiakili na kisiasa, vita ya hisia, vita ya maisha. Alijua sasa ya kuwa mchezo ulikuwa mkubwa zaidi alivyodhani. Na kwa upande wake Victor, kurudi eti kwenye ukumbi sijua Masaki kule, hakuwazia hilo tena. Aliwasha gari na kisha kaondoka kwa kasi. Aliondoka akijua moja kwa moja lazima
amtafute kwanza Hafsa akiwa yuko hai au amekufa, na kwa hali yoyote lazima apate ukweli wote. Victor alitembea kwa haraka sana, huku bahasha ikiwa iko mkononi mwake, moyo wake ukibisha kwa nguvu kama ngoma ya hatari. Hakutaka kupoteza muda. Mtu pekee ambaye angeweza kumsaidia kuweka vipande vya fumbo hili pamoja hakuwa mwingine bali ni rafiki yake wa karibu, Rafaeli. Victor alipofika ofisini kwa rafiki yake Rafa, hakusubiri hata msaidizi wake amtangaze. Aliingia moja kwa moja mpaka ndani. Alimkuta Rafaeli akiwa kwenye simu, lakini Rafaeli alipoona uso wa Victor alijua mambo si salama. Kwanza alikata ile simu haraka sana, kaiweka pembeni, akamwambia Victor, bro, mbona uko hivyo? Rafael aliuliza kwa hofu. Victor hakuongea. Alimnyoshia ile bahasha, na ndipo Rafael akapokea ile bahasha na kuitazama kwa umakini akiwa ameiweka mezani. Alifungua taratibu, macho yaliganda kwenye picha ya Hafsa aliyokuwa amefungwa mikono. Rafael alivuta karatasi yenye maandishi, usimwambie mtu yoyote, ukivujisha hili utampoteza Hafsa milele. Rafael naye akasoma ujumbe huo. Rafael kwanza aliweka karatasi hiyo chini, akatulia kwa sekunde chache na kisha akamwangalia Victor kwa macho yenye wasiwasi. Victor, hii picha ni mpya, na ukiangalia vizuri inaonekana kama Hafsa yuko sehemu fulani hivi ya hala au basement. Umejuaje kuhusu hili ndugu yangu? Rafael alipouliza hilo swali, Victor ilibidi aeleze kila kitu. Simu ile ya ajabu, safari ya ghafla kwenda Tegeta Nyuki, pamoja na mzee aliyekuwa amempatia bahasha hiyo. Rafael alisikiliza kwa makini. Alitikisa kichwa kwa umakini na kisha akasema, Victor, sina ushahidi wa moja kwa moja, lakini kuna jambo moja najua kabisa kwa uhakika. Huu mchezo hauchezwi na mtu wa kawaida. Aliyetengeneza haya ni mtu mwenye akili nyingi, ana uwezo mkubwa wa kipesa na ana connection ya hali ya juu. Unamaanisha nani? Au unahisi nani anafanya huu mchezo? Victor, huyo mtu atakuwa ni Eliana. Victor alishtuka. Hivi Rafa, rafiki yangu, hivi unajua unachokisema? Yule binti hamna anachokiwaza akilini mwake zaidi ya kunipenda tu. Hakuna anachowaza zaidi ya sherehe tu. Nisikilize Victor, na ndio inaweza kuwa sababu yeye kufanya hivi. Victor, hebu angalia hii hali yote. Angalia hii, tazama hii hali yote. Hafsa anatoweka ghafla tu, na siku mbili mbele unatangazwa rasmi kuwa mchumba wa binti wa rais. Alafu kisha simu ya kutrace location inakufikisha kwenye mkoba wa Eliana yeye mwenyewe. Na sasa unaambiwa uende peke yako sehemu ya mbali. Unapewa picha ya Hafsa kama mtu aliyetekwa. Alafu kisha unarudi unaambiwa Victor kapewa likizo ya maandalizi ya sherehe. Na yote haya yanatokea Eliana akiwa na furaha kupita kiasi. We hauhisi kwamba huu mchezo unachezwa kisiasa na kihisia? Hauhisi kwamba huu mchezo Eliana ndo anaucheza? Victor alikaa kimya. Kichwa chake kilikuwa kama vile kinapasuliwa vipande viwili. Upande mmoja ukimwambia asikubali rafiki yake huyo Rafael kumsema Eliana wake, lakini upande mwingine ukimwambia huenda huyo rafiki yake Rafael anachosema ni cha ukweli. Lakini Eliana sio mtu wa kufanya yote hayo. Rafa, naomba unisikilize. Yaani Eliana jinsi nilivyoishi naye, haya mambo hawezi kufanya, alisema kwa sauti ya chini Victor, lakini alikuwa anamtazama Rafael. Rafael akamgusa bega Victor kwa kumwambia, sikiliza Victor, mapenzi ni vita kwa wengine. Sawa, wewe unampenda Hafsa, lakini Eliana anakupenda wewe,
Na wewe huoni ya kwamba huo sio upendo wa kawaida? Huo ni upendo wa akikosa ni bora dunia ife. Yaani upendo wa Eliana kwako sio wa kawaida bro. Ana uwezo, ana ushawishi na anafanya kila njia kuhakikisha anakupata. Eliana yuko tayari amdhuru mtu mwingine yoyote, lakini hakikisha yuko na wewe. Wewe hauhisi kwamba Eliana ndo kamteka Hafsa? Kamteka Hafsa ili asilete zogo kwenye hii ndoa ambayo unakwenda kufunga naye. Asilete pingamizi ili ndoa ipite salama. Kwa hiyo Rafa, unanishauri nifanye nini? Sikiliza Victor. Cheza na akili Eliana. Usimuoneshe kwamba unamshuku kwenye hili. Yaani wewe endelea na maandalizi ya harusi, lakini kila siku tumia muda wake, mapenzi yake, tabasamu lake kumvuta awe karibu. Yule anaweza akafanya makosa. Anaweza katoboa siri bila yeye mwenyewe kujijua, na huu ndo wakati utakaojua ukweli wote. Victor alimtazama rafiki yake kwa muda, akakubali kimya kimya. Mchezo huu haukuwa wa kawaida, lakini kama alitaka kumwokoa Hafsa, hakuwa na chaguo lingine. Ilibidi acheze karate ya upendo kwa akili ya vita. Alinuka taratibu, akasema kwa sauti ya kujiamini, Rafael, basi kama ni hivyo, naingia kwenye huu mchezo wake. Yaani nacheza hili game naye mwenye hatuamini. Safi sana Victor. Na mimi nitakuwa nyuma yako, lakini chunga sana. Eliana sio mwanamke wa kawaida. Victor alitoka ofisini akiwa na dhamira mpya. Mapenzi, siasa na fumbo la Hafsa vilikuwa vimeungana kwenye gurudumu moja, na yeye alikuwa katikati. Sasa ilikuwa ni vita ya hisia, vita ya uhai. Msikilizaji, kwa wakati huo, unajua Eliana alikuwa anafanya nini? Eliana tayari alikuwa kashamaliza kuongea na yule msimamizi wa ukumbi. Alikuwa ameketi peke yake kwenye sofa kubwa la kifahari, akiwa amevaa gauni jeupe lililoonyesha umbo lake la kifalme. Nywele zake zilifungwa nyuma kwa ustadi wa hali ya juu, midomo yake ikiwa na rangi nyekundu ya kupendeza na macho yake yakimulika furaha ya dhati kabisa. Eliana alikuwa ameshika kikombe cha kahawa, akisogeza taratibu kwenye midomo, huku macho yake yakielekezwa mlangoni, akimsubiri kwa hamu Victor arudi, aliyekuwa ameondoka bila kumwambia anapokwenda. Alipoona mlango ukifunguliwa, alinyanyuka haraka kwa tabasamu la kuvutia, macho yake kimetameta kwa mapenzi na matarajio. Victor, alitaja kwa sauti ya furaha, akapiga hatua mbili mbele. Nilijua utarudi. Nimekuwa nikikusubiri tu hapa, nashukuru haukuamua kuondoka kabisa. Kwani ulikuwa umeenda wapi Victor? Victor alisimama pale mlangoni kwa sekunde kadhaa, akimkodolea macho Eliana bila kusema neno. Hapakuwa na tabasamu usoni mwa Victor, badala yake alikuwa amejawa na hasira zilizojificha nyuma ya utulivu wa macho yake. Alipiga hatua polepole kuingia ndani ya ukumbi, akifunga mlango nyuma yake kwa utulivu usiokuwa kawaida. Eliana alimsogelea kwa bashasha Victor. Unaonekana umechoka. Mpenzi, twende ukapumzike kidogo. Au labda nikukande mabega hivi massage. Sitaki bwana, hebu niache. Victor alikata kauli kwa sauti ya chini lakini ya mamlaka. Alisimama mbele yake, akamtazama kwa jicho la uchungu. Sitaki massage. Sitaki chai. Sitaki maneno matamu yako ya kila siku. Leo nataka ukweli. Eliana, hili swala limenichosha sana. Sasa nataka ukweli wako Eliana. Hapo Eliana alidua, tabasamu lake likaanza kufifia. Victor akaendelea kusema, nimevumilia. Nimekupa nafasi. Nimejaribu kuamini ya kwamba pengine mapenzi yako ni halisi. Lakini kila nikijaribu kuruhusu moyo wangu kukuamini wewe, kuna kivuli cha mtu mmoja kinanizuia, ambaye ni Hafsa. Victor, hapana. Tafadhali usianze. Yaani usianze tena Victor. Usinikatize. Leo nataka kujua Hafsa yuko wapi? Ni nini kilimpata? Na kwa nini kila dalili zinaonyesha kwamba wewe au mtu wa karibu na wewe ndiye anayehusika? Kwa nini namba ya mwisho iliyowasiliana naye ilikuwa ndani ya mkoba wako?
Kwa nini watu wa usalama wa Ikulu wanaonekana kujihusisha na hili tukio? Na kwa nini? Kwa nini kila mara unapokuja karibu nami kitu kibaya kinampata Hafsa? Why? Hapo Eliana alinyamaza. Midomo yake ilianza kutetemeka. Victor alipiga hatua nyingine mbele, uso wake ukawa karibu kabisa na Eliana. Unajua ni kwa nini sijaweza kukupenda kwa moyo wangu wote, Eliana? Ni kwa sababu kila mara napokukumbatia, kila mara unaponitabasamulia, moyo wangu unauliza swali moja tu: Hafsa yuko wapi? Hapo Eliana alianza kulia kimya kimya, machozi yake yalianguka bila sauti, lakini Victor hakuonesha huruma yoyote. Eliana, kama kweli unanipenda kama unavyodai, kama kweli unataka kuolewa na mimi, kama kweli unataka hii ndoa, nakupa masharti yangu ya mwisho. Nenda, tumia mamlaka ya baba yako, tumia kila contact ulionayo, tumia jina lako, sura yako, heshima yako, mtafute Hafsa, awe hai au amekufa, mlete mbele yangu. Fanya hivyo. Kama ukiweza, na kuahidi kukuoa na nitakuwa nawe maisha yangu yote. Lakini usipofanya hivyo, Eliana, unaweza kuvaa magauni meupe, unaweza kuandaa sherehe za kifalme, unaweza kuita waandishi wa habari wote wa dunia hii, lakini hutawahi kunifanya kuwa mume wako. Siwezi kuishi na kivuli cha fumbo, na zaidi ya yote siwezi kuishi na mtu ambaye anaweza kuwa alimondoa mpenzi wangu ili achukue nafasi yake. Hapo Eliana alidua, alinamisha kichwa chini, akilia kwa ukimya, huku Victor akigeuka na kutoka ukumbini, akimwacha Eliana akiwa amepigika. Moyo wa Eliana ulivunjika vipande vipande. Saa za jioni zilipoanza kukwea taratibu kwenye anga la Dar es Salaam, mawingu mekundu yalisambaa angani kana kwamba yalikuwa yakishiriki maumivu ya moyo wa Eliana. Alipofika Ikulu hakuingia na mbwembwe kama kawaida. Hakuwa na tabasamu usoni wala mwangaza kwenye macho yake. Gauni lake la kifahari la kijivu lilimpeleka taratibu mpaka kwenye lango la chumba chake. Akiwa na mgongo ulioinama kana kwamba alikuwa amebeba mzigo mzito wa hisia, aliingia chumbani kwake bila kusema neno. Alienda moja kwa moja kwenye kiti cha kupumzikia cha pembezoni mwa dirisha. Aliketi huku akitazama bustani ya maua nje. Macho yake yalionekana kama vile hayakuona maua hayo, bali maumivu yaliyokuwa moyoni mwake. Alichukua mito miwili na kuikumbatia kama mtoto mdogo. Alifunika uso wake, na kwa mara ya kwanza katika siku nyingi alilia kwa uchungu kimya kimya. Dakika chache baadaye, mlango wake uligongwa kwa upole. Kabla hajajibu, mamake aliingia ndani. Mwanangu Eliana. Mama yake alimuita kwa sauti ya upole, akimsogelea taratibu. Mwanangu, kuna nini? Mbona sura yako imebadilika kiasi hiki? Eliana hakujibu mara moja. Aliinua uso wake taratibu na kumtazama mama yake kwa macho yaliyojaa machozi na huzuni nzito. Midomo yake ilitetemeka kabla hata hajaanza kunungunika kwa sauti ya chini na iliyokosa matumaini kabisa. Mama, nimejitahidi sana kumpenda Victor kwa dhati, kumpa kila sababu ya kuniangalia, lakini bado mama, haoni chochote, haoni mapenzi yangu, haoni jitihada zangu, anaona tu kivuli cha yule binti aitwaye Hafsa. Unataka kuniambia Victor amekuambia nini? Kwa nini uko hivyo mwanangu? Mama, Victor anataka nimtafute Hafsa. Anasema hawezi kunioa mpaka nimrudishe huyo msichana. Kwamba nitumie jina langu, nitumie nguvu zetu, nitumie mamlaka ya baba ili nimlete Hafsa mbele yake. Eti hapo ndipo atanioa. Huyu Victor yeye anajiona nani hasa mpaka ya kutamkia maneno kama hayo?
Hebu kuanzia sasa buta kabisa kama uliwahi kumpenda mtu kama yeye, kwa sababu nakwenda kuangusha familia yake yote pamoja na yeye mwenyewe. Hapana mama, usifanye hivyo. Ni sawa kama nitapata mapenzi yake. Mama, kila mtu ana njia yake ya kupambana kwa upendo. Mimi ya kwangu ndo hii. Nilikubali kushushwa hadhi yangu, nidhalilishwe, niumie, ili mwisho wa siku niitwe mke wake, lakini sitofurahia kuona anaangamia. Hapo mama yake na Eliana alinyamaza kwa sekunde chache kitafakari maneno hayo, alafu ghafla alisimama kwa hasira. Mimi siwezi kuvumilia haya. Yaani siwezi kuona mwanangu analia kwa mwanaume ambaye hajui thamani yako. Lazima niongee na baba yako leo. Hapana mama, usifanye hivyo. Tafadhali usimlete baba kwenye hili. Yeye tayari ana mzigo mkubwa wa kitaifa. Hii sio shida ya nchi, ni shida ya moyo wangu. Tafadhali mama, usimuongezee baba mawazo kwenye hili. Hapo mama Eliana alitetemeka kwa hasira aliyokuwa kijizuia nayo. Lakini Eliana, huyu sio Victor yule uliyempenda zamani. Huyu ni Victor anayekudhalilisha kimya kimya. Kila siku anakukera, kila siku anakukataa, kila siku anakudharau mbele za watu. Lakini bado unaamini ya kwamba utaweza kuishi naye, tena kuishi naye kwa amani? Kama nitapigania penzi ile mama mpaka dakika ya mwisho na bado nishindwe, basi nitajua nimejaribu. Siwezi kuacha hivi mapema. Siwezi mama. Niamini ya kwamba kuna sehemu ya moyo wa Victor inayonipenda, lakini bado tu hajaitambua hiyo sehemu. Nataka kumsaidia ione. Mama, Victor ananipenda, sio kama anipendi. Sema tu bado hajajua kama ananipenda. Mwanangu Eliana, wewe ni jasiri, lakini nakusihi usiumie sana. Mapenzi yasiyorudishwa yanaumiza sana. Yaani unampenda mtu alafu yeye anajifanya hakupendi. Mapenzi hayo yanauma sana. Hapo Eliana hakumjibu kitu mama yake. Alifumba tu macho, machozi yakitiririka taratibu mashavuni mwake, moyo wake ukiwa umetapakaa maumivu ya mapenzi aliyokuwa amejitosa nayo kwa nguvu zote. Mwendo wa masaa mawili mbele, bado Eliana alikuwa chumbani mwake akiwa hajabadili mavazi, suruali ya kulalia na sweta jepesi. Muda wote huo Eliana alikuwa yuko kimya. Alikuwa akitafakari, moyo wake ukiwa na maumivu ya upendo uliogeuka kuwa vita kihisia. Mlango uligongwa kwa upole. Aliposema ingia, alimwona kijakazi Grace akiingia kwa tahadhari, akiwa ameinama kidogo. Madam, samahani kwa kuingia wakati huu, lakini kuna kitu nadhani unapaswa kujua. Eliana alimkodolea macho Grace kwa mashaka, akamuuliza kuna kitu gani Grace? Grace alisogea na kuketi pembeni ya kiti cha Eliana. Alishusha pumzi ndefu na kisha alianza kuzungumza kwa sauti ya chini mno. Madam, leo nikiwa kwenye hoteli ya Palmcrest, mama yako alinituma kumpelekea rafiki yake fulani hivi baadhi ya nyaraka. Sasa wakati natoka, nilipita ukumbini. Kwa bahati mbaya ama nzuri, nilimwona Ademola akiwa na jamaa yake mmoja, na nilimsikia akisema kwa furaha kubwa ya kwamba huyu Eliana sasa nimeshamkomesha, asahau kabisa kuolewa na Victor. Sina shaka na Hafsa atamvurugia kila kitu mpaka arudi nyuma. Hapo Eliana alishtuka. Moyo wake ulianza kupiga kwa kasi isiyokuwa ya kawaida. Aligeuka na kisha akamtazama Grace kwa macho mshangao. Alafu Eliana akainuka ghafla kama mtu aliyekuwa ameamshwa kutoka usingizini. Grace, umesema Ademola ndio aliyosema hayo maneno kwa mdomo wake yeye mwenyewe? Ndiyo madam, kwa mdomo wake, na alionekana anafurahia sana.
Grace alijibu kwa msisitizo. Eliana alishika kifuani kana kwamba moyo wake ungetoka nje. Kwa hiyo hii ina maana ya kwamba inawezekana Hafsa yuko mikononi mwa Ademola, si ndio? Eliana alitembea haraka mpaka kwenye kabati lake. Alichukua gauni la kijivu na kuanza pale kujivalisha, huku Grace akimtazama kwa mshangao. Madam, unakwenda wapi? Grace aliuliza kwa wasiwasi. Eliana akasema nakwenda kwa Ademola. Sitaki kupeleka salamu. Sitaki kumfokea. Nataka kujua ukweli tu, kama kweli yeye ndiye kafanya haya yote ili kuweza kuniharibia mimi maisha yangu ya mapenzi. Leo atanijibu. Malkia, hilo ni hatari. Unajua Ademola sio mtu wa kawaida. Ana pesa, ana nguvu na hajali chochote. Nisikilize Grace. Nimevumilia vya kutosha. Sasa siwezi kuendelea kukaa kimya. Kama mtu anahusika na mateso yangu, atajua na uwezo gani sasa. Hata kama ni mwanaume, hata kama ana nguvu, sitamwogopa. Leo lazima nimwangalie machoni na niujue kweli. Grace alibaki kimya. Alimtazama binti wa rais akijitayarisha kwa safari ya usiku kwa ushujaa wa mapenzi. Eliana alivalia vitu vyake vya raba, akachukua pochi yake na kisha akamwangalia Grace kwa mara ya mwisho kabla ya kutoka mlangoni. Nisikilize. Usimwambie mtu yeyote kuhusu issue kwamba mimi nimetoka. Hili jambo ni kati yangu mimi na Ademola. Eliana alipomaliza kuzungumza hayo, akatoweka kwenye giza la jioni. Moyo wake ukiwaka kwa hamu ya kujua kama kweli mtu aliyewahi kumtamani alikuwa tayari kumuumiza kiasi hicho ili yeye asiolewe na mpenzi wa moyo wake. Eliana aliwasili mbele ya geti la kifahari la Ademola, nyumba ya hadhi ya mtu mwenye pesa nyingi na heshima ya kutisha katika jamii. Gari alilotumia lilisimama taratibu, na kabla hata jashuka tayari mlinzi wa Ademola alikuwa amesogea kwa hatua za haraka huku akiangaza macho ya tahadhari. Samandado. Mlinzi alianza kwa sauti ya heshima lakini yenye msisitizo. Mheshimiwa Ademola amepiga marufuku mtu yeyote wa familia ya rais kufika eneo hili. Tafadhali na kuomba urudi ulikotoka. Eliana alimtazama mlinzi huyu kwa mshangao wa dharau. Alijua kabisa Ademola anaweza kuwa na sababu ya kufanya hivyo, lakini marufuku hiyo ilimvunjia heshima. Bila kupepesa macho, Eliana alifungua mlango wa gari kwa nguvu na kisha alishuka. Gauni lake refu la kijivu likatawanyika na kutikisika kwa upepo. Nywele zake zilizosukwa vizuri ziliambatana na mikondo ya hewa, huku macho yake yakiwa yamejaa hasira. Nataka uniambie, huyu Ademola yuko wapi? Nani alimpa mamlaka ya kunizuia mimi kufika hapa? Mimi sio mwanamke kufukuzwa getini. Pisha njia. Tafadhali madam. Ni maagizo kutoka kwa mheshimiwa. Ngoja. Mwambie atoke yeye mwenyewe. Leo hatoficha kichwa chake kwenye kofia za kifahari na suti za bimbaya. Mwambie Eliana yuko getini. Mlinzi aliona hasira binti huyo haikuwa ya kawaida. Ilibidi ampigie simu Ademola haraka mno. Haikupita dakika 2, Ademola yeye mwenyewe alitokea. Alikuwa amevaa suti ya maroon, akiwa ameshikilia kikombe cha kahawa mkononi. Alimtazama Eliana kwa uso usio na mshtuko, bali wenye utulivu wa mtu aliye tayari kwa vita ya maneno. Eliana, kulikoni nyumbani kwangu usiku namna hii? Au umesahau njia ya kwenda kwa Victor? Umepotea njia, umekuja kwangu, si ndio? Ademola, usinichezee kwa sauti ya chini, yani kama vile unaniita kwa chakula, unanielewa? Nimekuja kwa sababu nimechoka kufuatilia maumivu ya Soisha. Kila nikikupuuza unafanya jambo kubwa zaidi. Ulikuwa unanitaka nikakukataa. Na sasa kwa nini hutaki kuniacha niishi maisha yangu na Victor? Wewe ni nani hasa kwenye hii nchi mpaka uvuruge amani ya maisha yangu? Hapo Ademola alipuliza hewa puani, kisha kameza tone la kahawa. Hivi wewe mwanamke,
unajisikia fahari sana kusema kwamba unataka kuolewa na mtu ambaye hakupendi, si ndio? Unataka kuolewa na Victor ambaye Victor hakuhitaji wewe. Sijaje hapa kujadili mapenzi yangu na Victor. Nimekuja kukuuliza, je, una maelezo yote kuhusu kupotea kwa Hafsa? Usiwe mjanja Ademola. Nilikusikia na ninajua uliwaambia watu ya kwamba umefanikiwa kunikomesha. Huu ni ushahidi tosha. Kama nikiupeleka polisi na kwa kuzingatia hadhi yangu, umeisha Ademola. Hata pesa zako hazitokuokoa kwenye hili. Kwa hiyo ni bora ukasema tu mapema, Hafsa yuko wapi? Kwa hiyo ndio maana umekuja usiku huu. Mapovu yanakutoka, unabwabwaja hapo. Kisa maneno ya mtaani, si ndio? Umefikia hatua ya kunishuku au unamshuku kila mtu ya kwamba ndiye mchawi wa penzi lako la kisiasa, eh? Ademola, tafadhali usinichezee akili. Kama hujui Hafsa yuko wapi, basi kwa nini ulisema kwamba umenikomesha? Kwa nini unajua ndoa yangu kwamba haitotokea? Kwa sababu nakujua. Eliana, wewe ni mwanamke wa hadhi kubwa, lakini mapenzi ulioyashika kwa Victor ni ya kipumbavu mno. Yaani kama unafikiri utamfanya yule mwanaume akupende kwa nguvu za familia yako, basi nakuhurumia sana. Wewe unatakiwa upendane na mimi, ha? Kwa hiyo wewe unajiona mwerevu sana, eh? Unaona kama wewe ndio baba wa busara, eh? Sasa ukweli ni huu, Ademola, kama wewe ndiye unayemshikilia Hafsa mahali fulani, usifikiri kwamba hutajulikana. Najua huna mapenzi na Hafsa, ila unamchukulia kama silaha ya kisiasa ili kunizuia mimi kupata kile ninachokipenda. Hapo Ademola alinamisha kichwa chake taratibu na kisha alikunywa tone lingine la kahawa. Ukimaliza kuropoka unaweza ukarudi zako Ikulu. Sina muda kupoteza na Malkia wa Hisia. Na ikiwa Hafsa yuko salama au hayuko salama, basi tafuta upande mwingine wa dunia. Mimi sina uhusiano na hilo jambo. Eliana alimkodolea macho kwa sekunde kadhaa na kisha alipumua kwa nguvu. Aliyegeuza macho yake kwa mlinzi. Wewe, nitarudi hapa tena. Kama ni wewe umechangia mateso haya, utatambua thamani ya upendo wa mtu mwenye nguvu. Hapo Eliana aligeuka na kuingia kwenye gari lake kwa hasira, roho yake ikiwaka moto kwa hasira na huzuni. Kwa mara ya kwanza, moyo wake ulimshtaki ya kuwa huenda Ademola hakudanganya, lakini sehemu fulani ya roho yake bado ilishikilia imani ya kuwa Ademola anahusika, na hiyo imani haitopotea bila ushahidi kamili. Eliana akiwa njiani baada ya kuondoka kwa Ademola, alijiona mnyonge mbele ya Ademola, sio kwa sababu ya hofu, bali kwa sababu alikuwa na mashaka yasiyofutika kuwa huenda kweli Ademola anahusika na kutoka kwa Hafsa. Akiwa ndani ya gari, Eliana alitazama mitaa ikipita kwa haraka mno. Alianza kujiuliza maswali yenye uzito. Kama Ademola hana hatia, mbona alimzuia asiingie ndani? Mbona alimpa marufuku mlinzi wake dhidi ya watu wa familia ya rais? Na kama si yeye aliyemteka Hafsa, basi ni nani anayecheza mchezo huu wa kishetani kuhakikisha Victor hamoi? Ghafla simu yake Eliana ilianza kuita. Alipoangalia alikuwa ni kijakazi Grace, ambaye ni msaidizi wake. Grace, Eliana alijibu kwa sauti ya uchovu. Umefika salama? Umepata chochote? Ndio Grace, niko njiani kurudi Ikulu. Nimeongea na Ademola, lakini hajakubali chochote. Na hata hivyo, namna alivyoongea, kuna jambo linanitia wasiwasi. Lakini mimi nina habari nyingine. Nimegundua ya kwamba siku Hafsa alipopotea, Ademola alikuwa katika kikao cha ndani cha biashara kilichofanyika hotelini Mikocheni, lakini kwenye CCTV kuna muda wa takriban dakika 40 alitoka bila kueleza alikokwenda na hakurudi tena mpaka baada ya lisali moja. We Grace, una uhakika na hilo unachokisema? Ndio Eliana, na uhakika nacho, na cha ajabu zaidi ni jina la hoteli hiyo.
halikutajwa kwenye ratiba ya Ademola. Mkutano huo haukuwa rasmi. Eliana alikandamiza simu kifuani, macho yake akiwa yametawaliwa na mshangao na uoga wa ghafla. Grace, naomba unipatie jina la hiyo hoteli. Alafu kesho asubuhi twende huko kwa siri mno. Tena usimwambie mtu yote. Nitafika na gari la kiraia. Agizo lako nimepokea, Eliana. Wakati huo huo, gari la Eliana liliingia ikulu. Walinzi walifungua geti kwa heshima na ukimya. Aliteremka kimya kimya, akitembea kwa hatua ndefu kuelekea ndani, roho yake ikiwa imebeba hasira, huzuni na nguvu mpya kutafuta ukweli. Alipofika chumbani kwake, alijitupa kitandani na kufumba macho, lakini usingizi ulikuwa uko mbali. Na sauti ya Victor ilikuwa ikijirudia pale alipoambiwa kwamba ukimrudisha Hafsa nitakupenda. Maneno hayo yaligonga moyo wake kama panga butu. Haikuwa haki kwake, hakuwa mtu mbaya. Alikuwa na mapenzi ya dhati kwa Victor. Aliamini kabisa kuwa upendo wake unaweza kuushinda moyo wa Victor hata kama ni kwa muda. Lakini sasa kila hatua aliyokuwa anaichukua ilionekana kumrudisha nyuma zaidi. Alijikuta akilia taratibu, maskini ya Mungu Eliana, machozi ya uchungu yakimtiririka mashavuni mwake. Hakuwa na njia nyingine, ilimbidi afichue ukweli kwa gharama yoyote ile. Kama Ademola alikuwa anahusika, atakubali kuingia shimo la hatari ili amwokoe Hafsa. Si kwa sababu ya Hafsa, bali ni kwa sababu hiyo ndio njia pekee ya kushinda moyo wa mwanaume aliyempenda kuliko maisha yake mwenyewe. Eliana anampenda Victor kuliko hata maisha yake mwenyewe. Balaa. Ndani ya chumba chake, Eliana hakuwa amepata usingizi hata kidogo tangu alipoingia kutoka kwa Ademola. Alijitupa kitandani, macho yakitazama dari kama mtu aliyechanganyikiwa. Kwenye kona ya chumba chake, redio ya kifahari ilipiga mziki wa taratibu wa Kiingereza, lakini sauti ile haikuweza kabisa kupambana na mawazo mazito yaliyompiga kichwani kama dhoruba ya bahari. Kiukweli, Eliana alikuwa amechoka kiakili, kimwili na kihisia. Mapenzi aliyoyapanda kwa Victor sasa yalionekana kama vile mizigo mizito aliyoibeba bila msaada. Kila jitihada yake ya kuonesha mapenzi ya kumkaribisha Victor, ya kuifanya ndoa yao iwe ya hali ya furaha, ilishia katika shutuma, tuhuma na maumivu. Na sasa kwa mara ya kwanza alianza kujihisi kana kwamba hata moyo wake pia umegeuka. Aliyempenda kwa dhati, kwa moyo mweupe, ndiye aliyekuwa mstari wa mbele kumuumiza. Kwa nini Victor haniamini? Aliwaza kwa sauti ya chini, machozi yakimtiririka Eliana. Kwa nini anadhani kwamba mimi ndo nimehusika kumteka Hafsa? Ili hali najua kabisa mimi sina kosa. Alijikuta anasogea kwenye kioo mbele ya kabati lake la nguo. Alijitazama kwa makini. Aliona mrembo aliyejaa huzuni. Aliona macho ya msichana aliyependa kwa nguvu zaidi ya kawaida ya kibinadamu. Aliona binti wa rais aliyekuwa tayari kupigana na dunia nzima kwa ajili ya mume wake mtarajiwa. Lakini pia aliona dalili ya majeraha, si ya mwili bali ya roho. Akavuta pumzi ndefu na kisha alivuta simu yake. Alimpigia Grace. Hala, Eliana. Grace alijibu haraka kana kwamba alikuwa anamsubiria. Grace, nimeshindwa kulala. Naomba tuende sasa hivi kwenye ile hoteli uliyoitaja. Sijali kama ni usiku. Nipe dakika 20, vaa sare za kiraia, nitakupitia kwenye lango la pili la nyuma. Grace hakusema mengi. Alichosema kwamba niko tayari Eliana. Kweli dakika 20 baadaye, gari la kijivu aina ya Subaru Forester ilichomoza taratibu kwenye lango la nyuma la ikulu. Eliana alikuwa amevaa bukta ya blue na fulana nyeupe, akionekana tofauti kabisa na hadhi yake ya kifamilia. Alificha nywele zake kwa kofia ndefu, huku Grace akiwa dereva kwa ujasiri wa hali ya juu. Walipofika kwenye hoteli hiyo ya Mikocheni, waliegesha mbali kidogo kuepusha kuzua gumzo. Eliana alishuka, akajifunika vizuri na shungi ndogo, na kisha akaingia kwa mlango wa dharura nyuma ya jengo. Grace alikuwa tayari ameongea na mhudumu mmoja hivi aliyewahi kufanya naye kazi siku za nyuma. Waliongozwa mpaka kwenye chumba cha CCTV kamera.
Fungua video ya tarehe ile ambayo Hafsa alipotea, Grace aliagiza. Baada ya dakika chache za kupekua video, ilionekana Ademola akitoka kwenye mkutano akiwa ameongozana na mtu mmoja aliyefunika uso kwa kofia kubwa. Walionekana wakizungumza kwa haraka kabla ya Ademola kumpa bahasha mtu huyo na kumpa ishara ya kuelekea sehemu ya maegesho ya magari. Kamera nyingine ilimnasa mtu huyo akiingia kwenye gari jeupe lenye kioo cha giza. Taarifa za usajili wa gari hilo hazikuonekana popote kwenye mfumo rasmi. Eliana alipigwa na butwaa. Grace, umeona? Nimeona bahasha, gari lisilosajiliwa na Ademola mwenyewe akionekana kutoa maagizo. Nisikilize Grace, huu ni ushahidi tosha kwamba Ademola anahusika. Sasa nitaenda kwa Victor, nitamwambia kila kitu. Sitaki tena kuona Victor ananibagua kwa sababu ya Hafsa. Eliana, unadhani ni sahihi kufanya hivyo? Ndiyo. Na si kwa sababu nataka tu Victor anikubali, bali kwa sababu huu ni ukweli na Hafsa anastahili haki. Waliondoka hotelini kwa tahadhari. Njia kurudi Ikulu, Eliana alihisi kama moyo wake umefufuka. Kwa mara ya kwanza hakuwa tu mpenzi wa Victor aliyelilia mahaba, alikuwa ni mwanamke jasiri anayesimama kutetea penzi lake kwa haki na kwa njia ya halali. Msikilizaji, wakati Eliana anapanga kuja kumweleza ukweli Victor yeye alikuwa amejilaza kwenye sofa refu la ngozi, kifua wazi, huku sura yake ikiwa ina mawazo tele. Simu yake mkononi ilianza kuita ghafla, ikimrudisha kutoka kwenye lindi la fikra. Alipotazama, aliona namba isiyojulikana. Hakuwa na hamu ya kupokea, lakini kitu ndani yake kilimsukuma abonyeze kitufe cha kijani kwa maana ya kwamba apokee simu hiyo. Victor alipopokea, alisikia sauti ya upande wa pili. Moyo wake ulianza kumdunda kwa kasi isiyokuwa ya kawaida. Victor, ni mimi Hafsa. Sauti ya kike ilisikika kwa tabu, kana kwamba anatokwa na pumzi. Hafsa, wewe uko wapi? Victor aliuliza kwa haraka, akainuka taratibu kutoka kwenye sofa, macho yakiwa yamepanuka kwa mshangao na hofu. Nisaidie Victor. Niko. Kabla hajamaliza sentensi hiyo, ghafla simu ikakatika. Hafsa. Alilia kwa hasira Victor, akijaribu tena kupiga namba ile ile, lakini haikupatikana tena. Iliita mara moja tu na kisha kukatika, kana kwamba simu ile ilikuwa imezimwa au imeondolewa betri kabisa. Hakuhitaji muda wa kujiuliza. Kwa haraka alichukua simu yake nyingine, ile aliyowekewa program maalum ya kutrack location kwa namba yoyote itakayowasiliana na yeye. Victor alijua fika ya kuwa namba iliyopigwa ilikuwa ni mpya, lakini hakutaka kupoteza muda. Aliingiza namba hiyo haraka kwenye mfumo wa programu hiyo. Macho yake yakaganda kwa ramani iliyoanza kuonesha alama nyekundu ikicheza juu ya mtaa mmoja hivi katika maeneo ya Kigamboni, sehemu ya mbali kidogo na mji. Kwa sekunde kadhaa Victor aliganda mbele ya simu hiyo, akifuatilia jinsi alama hiyo ilivyosogea polepole, kana kwamba mtu aliyekuwa na simu hiyo alikuwa anatembea au amepakiwa kwenye gari. Ni lazima nikuokoe Hafsa, hata iweje lazima nikuokoe, alijisemea Victor kwa sauti ya kujiamini, na kisha alichukua funguo za gari lake, akavaa miwani myeusi na kwa haraka alitoka nje bila hata ya kuvaa fulana tena. Mlinzi wake aliyekuwa getini alibaki kumshangaa tu Victor, akimtazama kwa macho ya kushangaa na hofu. Boss, kuna shida? Victor hakujibu. Alikanyaga mafuta gari lake, likasikika likiunguruma kwa nguvu. Tairi zilikwaruza barabarani kwa kasi. Alikuwa ameshaunganishwa moja kwa moja na ramani ya programu hiyo kwenye dashboard ya gari lake. Hivyo Victor alikuwa akifuatilia ile location ya simu moja kwa moja akiwa yuko barabarani. Kichwa chake kilikuwa kina mawimbi ya mawazo. Hakuamini kama kweli alichokisikia ilikuwa ni sauti ya Hafsa. Hakuamini kama kweli Hafsa alikuwa yuko hai. Lakini ikiwa ni kweli, je, alikuwa salama? Je, alikuwa ametekwa? Je, alikuwa akajificha kwa hofu?
Hafsa, kwani umepotea muda wote huu Hafsa? Kwani hujasema chochote? Uko wapi sasa? Alijisemea hivyo Victor huku macho akiwa kwa makini barabarani na kwenye ramani. Kilichompa faraja ni kwamba alama ya location haikuwa mbali sana, lakini pia hakujua alichokitarajia kukikuta. Alikuwa tayari kufanya chochote. Moyo wake ulimjia hofu na hasira kwa wakati mmoja. Kama kweli Hafsa alikuwa mahali hapo, basi lazima apate majibu. Lazima ajue kwa nini aliitwa na kwa nini simu ilikatika kabla hajapata maelezo yoyote ya maana. Kama kuna mtu alikuwa anamtumia Hafsa kama chambo, basi mtu huyo atakiona cha moto. Safari hiyo haikuwa ya kawaida msikilizaji, bali ilikuwa ni ya msuguano wa moyo wake Victor. Victor kwake haikuwa tu kuhusu penzi la zamani, ilikuwa ni kuhusu ukweli, kuhusu dhamira, kuhusu kulinda heshima yake kama mwanaume aliyeumizwa na kimya kisichoeleweka. Wakati gari lake likipenya kwenye mitaa ya Kigamboni, location ya simu ya Hafsa ilianza kupotea ghafla kwenye ramani. Alama ile nyekundu ilisimama kwa sekunde chache na kisha ikatoweka ghafla, kana kwamba kifaa kimezimwa au kimetupwa kwenye bahari. Aya, Victor alikanyaga breki kwa nguvu. Gari likasimama taratibu pembeni mwa barabara. Alibaki amekodoa macho kwenye skrini ya simu yake kwa sekunde kadhaa huku jasho likimtoka. Alishusha pumzi nzito. Hapana. Siwezi kukata tamaa, alisema kwa sauti huku akiangalia huku na kule, akijiandaa kushuka kwenda kupekua maeneo ya jirani, ikiwa ni tumaini lake la mwisho kupata mwangaza ambapo ajue wapi Hafsa alipo. Akiwa bado anapumua kwa kasi, Victor alipokuwa ameketi ndani ya gari lake, macho yake akiwa amekodoa kwenye skrini ya simu yake, ghafla ile simu bwana ilianza tena kuonesha ile alama nyekundu ya location. Alama hiyo ilionekana kusogea taratibu na kisha kusimama kabisa kwenye eneo la ndani Kigamboni, mahali palipoandikwa kwenye ramani kama Old Residence Block. Hilo ni jengo la zamani lililoonekana kutumika enzi za ukoloni. Victor bila hata kupoteza muda alikandamiza mafuta ya gari lake. Gari likaanza kusogea kwa kasi kuelekea huko. Alipofika karibu na jengo hilo la zamani, alikanyaga breki taratibu na kisha akashuka kwa haraka. Jengo hilo lilikuwa lina kuta nene za mawe yaliyopauka, milango mirefu ya mbao iliyochakaa na madirisha yaliyovunjika. Palikuwa ni mahali pa kutisha na pasipovutia kwa mtu yeyote kuishi, achilia mbali kuendesha shughuli za kawaida. Kabla hajakanyaga hatua ya kwanza kuelekea ndani ya jengo hilo, gari jingine jeupe la polisi lilifika kwa kasi mno, likasimama kwa kishindo. Mlango wa upande wa mbele ulifunguliwa haraka na aliyetoka ndani ya gari hilo alikuwa ni Inspector Sadiki, akiwa ameambatana na maafisa wengine watatu waliovaa mavazi ya operation. Victor, subiri hapo. Inspector Sadiki aliamuru kwa sauti ya mamlaka, na ndipo Victor aligeuka kwa haraka, sura yake ikiwa ina hasira na msisitizo. Inspector, usinizuie. Hafsa yuko ndani hili jumba. Nimeipata location, amenipigia simu yeye mwenyewe. Tunajua, na sisi tumekuwa tukifuatilia namba hiyo. Tumepata taarifa dakika chache zilizopita, lakini huwezi kuingia bila ulinzi. Hatujui kilichopo ndani hilo jengo ni nini, ila unaweza kudhuriwa. Mimi sitaki usalama Sadiki. Hii ni juu ya mtu ambaye mimi nimempenda. Anaweza kuwa nakufa sasa hivi. Kwa siwezi kusimama nje nikatazama tu. Inspector Sadiki alimtazama Victor kwa sekunde kadhaa, macho yake yakionyesha mgongano kati ya sheria na ubinadamu, na kisha akasema sawa, lakini usithubutu kufanya kitu bila ruhusa yangu. Kweli walivalia pale tayari, bunduki zao mikononi, wakaelekea mlangoni. Wakautema mlango wa mbao kwa mguu wa askari mmoja mpaka ukafunguka kwa kishindo. Jumba lilikuwa lina giza. Joto la ndani lilikuwa ni la ajabu, kana kwamba muda ulikuwa umesimama ndani ya kuta zake. Waliendelea kusogea taratibu, mwanga wa tochi zao ukiangaza kwenye kuta, sakafu na dari iliyochakaa. Baada ya dakika chache walifika kwenye mlango wa chumba kimoja kilichoonekana kuwa ni ghala la zamani. Humo ndani kulikuwa kuna harufu ya unyevu na ukungu wa giza. Sadiki alimpa ishara mmoja wa askari wake afungue huo mlango. Mlango ulifunguliwa kwa nguvu. Ghafla macho ya Victor yalikutana na sura ya Hafsa. Hafsa alikuwa ameketi chini ya kona ya chumba.
mwili wake ukiwa umefungwa kwa minyororo ya chuma kwenye bomba la ukutani. Mdomo wake ulikuwa umefungwa kwa kipande cha nguo. Macho yalikuwa yamevimba kwa kukosa usingizi na mwanga. Ingawa hakuwa na majeraha makubwa, mwili wake ulionekana kudhoofika sana. Alikuwa amepoteza nguvu, ngozi yake ilikuwa ina vumbi na jasho lililokauka. Victor alijirusha kwa haraka mbele, akasogea upande wake huku akisema kwa sauti iliyovunjika ya kwamba Hafsa, Mungu wangu, ni wewe? Hafsa alimwangalia kwa macho ya uchungu na faraja. Machozi yalianza kumtoka polepole kama tone la mvua ya kwanza. Inspekta Sadiki na wenzake walimkaribia haraka na kuanza kuvunja ile minyororo kwa vifaa vyao maalum. Kipande cha nguo kilicho mdomoni mwake kiliondolewa, na alipovuta pumzi ya kwanza ilikuwa ni ya maumivu na furaha kwa wakati mmoja. Victor alimkumbatia Hafsa kwa upole, akamuinua kutoka chini huku akimshika kwa heshima na huruma isiyokuwa na kifani. Pole sana Hafsa. Nitakutoa hapa, nitakutoa, alimwambia kwa sauti ya upole, kana kwamba alikuwa anamwombea msamaha kwa yote yaliyomtokea. Hafsa hakusema kitu, alikuwa anahangaika na pumzi zake, lakini mikono yake ilimshika Victor kwa nguvu. Inspekta Sadiki aliita gari la wagonjwa mara moja, wakihitaji Hafsa akapate huduma ya kwanza na vipimo vya kiafya. Wakiwa wanatoka nje jumba hilo, mwanga wa jua uliangazia uso wa Hafsa aliyokuwa kwenye mikono ya Victor. Mwangaza ule ulikuwa ni kama ishara ya matumaini ya mwanzo mpya, lakini kwa Victor akili yake haikutulia. Swali kubwa lililokuwa linazunguka kichwani mwa Victor ni nani aliyeweza kufanya haya yote kwa Hafsa, na kwa lengo gani afanya hivyo? Victor alipomtazama Inspekta Sadiki kwa macho ya mashaka na kuchoka, Inspekta Sadiki alisema taratibu, Victor, huu ni mwanzo tu. Tumempata Hafsa, lakini bado hatujaupata ukweli. Victor alimtazama tena Hafsa, akaapa moyoni, nitavua giza lote juu ya hili jambo, hata kama nitahitaji kuvunja sheria. Ukimya ulitanda mara tu baada ya Victor kutoka nje jumba hilo la kutisha akiwa amebeba Hafsa mikononi mwake. Ambulance ilifika dakika chache tu baadaye, na wahudumu wa afya walimzunguka Hafsa wakianza kumpima mapigo ya moyo, joto la mwili na hali yake ya kimwili kwa ujumla. Victor alimsindikiza Hafsa hadi ndani ya gari hilo, huku Inspekta Sadiki akitembea kando. Alikuwa akichungulia kila hatua kama mtu mwenye hofu ya kupitwa na jambo kubwa. Walipokuwa namkagua kwa haraka, daktari mmoja alimuuliza Hafsa kwa upole kwamba ulikuwa wapi? Nani alikufanyia haya? Hafsa ambaye alikuwa bado anavuta pumzi kwa tabu, aliinua macho yake yaliyojaa ukungu wa uchungu, na kisha kwa sauti dhaifu lakini yenye msisitizo mkubwa alisema, alinifanyia haya ni Eliana. Kama radi iliyogonga bila kutegemewa, maneno hayo yalisababisha Victor kuachia kiti alichokuwa amekikalia kwa mshtuko. Alisimama ghafla, alimtizama Hafsa kwa macho kutokuamini. Umesema nani? Eliana? Yaani unamaanisha Eliana binti wa rais, si ndio? Inspekta Sadiki naye alijikuta akilegea mikono, akiwa ameganda kwa mshangao. Alisogea karibu kidogo, alipiga hatua moja mbele na kisha akasema, hebu subiri kwanza. Je, unajua unachokisema? Huyu unemtaja ni binti wa rais? Una uhakika na unayoyasema? Hafsa alimeza mate kwa tabu na kisha akatamka tena kwa sauti ya kukazia, Ndiyo Inspekta. Eliana alinichukia kwa sababu mimi na Victor tunapendana sana. Alitaka Victor awe wake. Akajua kwamba mimi ndo kizuizi chake. Siku ya mwisho nilikuwa na Victor, lakini Victor alipotoka hotelini nilitekwa. Nikapewa kichapo cha kisaikolojia. Sikuambiwa lolote, ila kila alama ya mateso niliyopitia ilinielekeza kwa mtu mmoja tu, Eliana. Victor alikamata kichwa kwa mikono miwili na kisha alipiga hatua mbili mbele kwa hasira kali mno. Lini nilikuwa kipofu kiasi hiki mimi? Nimekuwa nikimvumilia, nikimpa nafasi, nikikubali tabasamu lake la bandia. Kumbe anaweza kufanya haya. Inspekta tafadhali, Eliana akamatwe mara moja. Hakuna mtu aliyejua sheria, hata kama yeye ni binti wa rais. Hayo aliyetamka Victor
na ndipo Inspekta Sadiki alimkazia macho Victor kwa muda na kisha alitikisa kichwa taratibu akamwambia Victor, elewa ya kwamba mimi sifanyi kazi kwa hisia. Sifanyi kazi kwa amri ya mtu mwenye hasira. Mimi natafuta ukweli. Tunachohitaji sasa ni ushahidi wa moja kwa moja. Kauli ya Hafsa inatupa mwelekeo, lakini haitoshi kumtia mtu nguvuni, hata kama angekuwa mtu wa kawaida. Kwa hiyo tusipoangalia, tutakamata bila ushahidi. Tutaonekana tunalenga familia ya rais, jambo ambalo linaweza likaribu usalama wa nchi. Hapo Victor alikataa kabisa jambo hilo, macho yake yakiwa mekundu kwa hasira. Lakini Inspekta, si unamsikia Hafsa? Hafsa yeye mwenyewe aliyetekwa anasema, si unamwona alivyochoka? Ona alivyojeruhiwa kiakili. Kwani hilo halitoshi kuweka kama ushahidi? Yaani Inspekta, unasubiri mpaka afe ndo mkamati mhusika wa hili? Tayari mhusika shatajwa kwamba ni Eliana. Victor alibwabwaja. Inspekta Sadiki alisogea kidogo karibu na Victor, akamshika begani kwa nguvu ya kimamlaka akamwambia Victor, tafadhali tulia. Vuta pumzi. Alafu na kuomba usiruhusu hasira itawale akili yako. Tunachukua kauli ya Hafsa kwa uzito mkubwa, lakini ili tumtie nguvuni huyo Eliana, tena mtu mwenye hadhi kama huyo Eliana, tunahitaji ushahidi zaidi ya maneno. Tunahitaji ushahidi kuliko maneno. Tunahitaji kamera, tunahitaji mawasiliano, fedha zilizolipwa, mashahidi na kitu chochote cha kuthibitisha njama. Hilo tukipata, na hapa mbele yako Bwana Victor, nitaenda mimi mwenyewe mpaka Ikulu kumvua kinga zote. Sitajali kama yeye ni binti wa rais. Sheria itatenda haki. Hapo Victor alitulia kidogo, alishusha pumzi ndefu, lakini sura yake ilionekana wazi kuwa hakuwa ameridhika hata kidogo na majibu ya Inspekta Sadiki. Alimtazama Hafsa ambaye alikuwa amelala kwa tabu kwenye machela, machozi yakimtoka polepole. Inspekta, kama ni ushahidi mnataka, basi mimi nitawatafutia. Hii vita haitakwisha leo. Nitafukua kila kona, nitapitia kila njia, na nikigundua ni kweli Eliana anahusika, Inspekta, yani usisubiri niende kwa vyombo vya habari. Hapo Inspekta Sadiki alinyamaza kwa sekunde kadhaa na kisha akasema kwa sauti ya kisheria kwamba tutashirikiana. Victor, lakini kumbuka, hii sio vita ya kulipa kisasi. Hii ni vita ya haki. Victor alikubali kwa kichwa, huku macho yake yakikazia mbali kwa msisitizo. Alikuwa tayari kuingia kwenye giza la ukweli, na kama Eliana ndo alikuwa chanzo cha mateso ya Hafsa, basi ilikuwa ni lazima aumbuliwe hadharani bila kujali jina lake ni nani. Msikilizaji, ndani ya dakika kadhaa tayari Hafsa alikuwa tayari amefikishwa kwenye ward ya private ndani ya hospitali ya Denso Hospital. Alikuwa amelazwa kitandani akiwa ameunganishwa na mashine za kisasa za kupima mapigo ya moyo, joto la mwili na alama nyingine za uhai. Alikuwa bado ni mdhaifu sana, macho yake yakiwa hayajatulia, na mara kwa mara alikuwa kizama katika usingizi mzito wa uchovu wa mwili na akili. Msikilizaji, muda huo Victor, yeye alikuwa ameketi kwenye kiti cha pembeni ya kitanda, mikono yake ikiwa imekunjwa kifuani, uso wake ukiwa umejaa hasira. Kila alivyomwangalia Hafsa, moyo wake ulikuwa kama vile unapasuliwa kwa hisia kali. Alimkumbuka tena Eliana, mwanamke ambaye kwa muda wote alijitahidi kumvumilia, kumwelewa, hata kumpa nafasi, lakini sasa kila dalili, kila kauli ya Hafsa, kila tone la maumivu aliliona lilimwelekeza kwa mtu mmoja tu ambaye ni Eliana. Wakati bado akiwa kwenye tafakari nzito Victor, mlango wa wodi hiyo ulifunguliwa kwa taratibu. Alipotazama, alimwona mama yake mzazi akiingia. Alikuwa amevalia buibui jeupe na kilemba cha blue. Uso wake ulikuwa umejaa hofu na huzuni. Victor, mwanangu, alizungumza kwa upole, sauti yake ikivuma kwa uchungu. Nimepata habari kutoka kwa Daktari Salim. Akanieleza yote kuhusu Hafsa. Nikaona siwezi kukaa kimya. Nimekuja. Victor alinyanyuka kwa staha,
Akambusu mama yake mkono, lakini haraka akarudi kuketi, uso wake ukiwa bado ni mkali. Mamake alisogea na kuketi kando yake. Mwanangu, naona uso wako, naona hasira ndani ya macho yako, lakini naomba nikusihi kwa jambo moja. Mwanangu, najua umechoka, najua umeumizwa, najua Hafsa ndo mtu wa muhimu sana kwenye maisha yako, lakini usimwangalie Eliana kwa jicho hilo la uadui. Unamjua yule binti Victor, yule binti anakupenda kupita kawaida, na sio mtu wa ujeuri wala madhara. Yuko na moyo wa huruma. Tafadhali sana mama, usinieleze kuhusu huruma ya Eliana. Haya yote, haya mateso, haya machozi ni kwa sababu yake. Huyu binti alilala hapa, hajafanya kosa lolote ila kupenda, lakini Eliana akamgeuza adui kisa mapenzi. Hili haliwezi kukubalika mama. Vipi kama binti wa watu angepoteza maisha? Najua inakuumiza mwanangu, najua unaumia sana mwanangu, lakini kumbuka Eliana ni mchumba wako, tena ni binti wa rais. Siasa ni mchezo mchafu mwanangu, na ndoa yako nayo sasa imeingia kwenye mtego wa kisiasa. Lazima tuwe makini. Wewe na yeye mnakwenda kuwa mwili mmoja, kwa hiyo hupaswi kuwa na hasira dhidi yake namna hii. Victor alinyanyuka ghafla, alianza kutembea mbele na nyuma, huku jazba na hasira vikionekana kutawala ndani ya mishipa yake ya damu. Mama, usiniongelee siasa mimi nazungumzia uhalifu mama. Hii sio tena hadithi ya mapenzi. Eliana anatuhumiwa na Hafsa yeye mwenyewe kwa utekaji. Anatuhumiwa kwa kuharibu maisha ya mtu kwa makusudi. Na wewe unaniambia eti awe mke wa ndoa? Huyo Eliana awe mke wangu mimi ndoa? Hapo mama Victor alimwangalia mwanae. Aliona dhoruba ya mabadiliko ndani yake. Alikuwa kijana aliyelelewa katika heshima, lakini sasa amegeuzwa na maumivu kuwa mtu mkali kweli kweli. Mtu wa haraka, mtu wa uamuzi wa moto. Victor, sikiliza mwanangu. Mama yake alizungumza kwa upole na ucheshi. Ukiendelea na hizi hasira zako, utapoteza kila kitu. Wewe sio polisi. Acha polisi wafanye kazi yao. Kama kweli Eliana ni mchawi wa haya yote, ukweli utajulikana. Lakini kama sio Eliana, basi utakuwa umemhukumu mtu asiyekuwa na kosa. Mtu aliyekupenda kwa moyo wake wote. Hapo Victor alinyamaza. Hakuweza tena kusema neno. Alikuwa akipambana na hisia. Picha ya Eliana akiwa na uso wa furaha, tabasamu la upole. Victor akichanganya na kauli za Hafsa alizosema kwamba Eliana ndo ameyafanya haya yote. Alichoka. Vyote kwa pamoja vilimvuruga akili. Alimtazama mama yake na kisha kwa sauti ya chini akasema, Mama, kama sio Eliana basi ni nani amefanya haya? Kama sio Eliana, ni nani anayeweza kufanya haya yote na kuficha kila alama? Nani anayeweza kutumia mamlaka ya juu kiasi hiki kama sio Eliana mama? Mamake na Victor alimshika mkono Victor na kisha akamvuta akae. Akamwambia, mwanangu, usiishi kwa mashaka. Tafuta ushahidi. Kama Eliana anahusika, atabeba msalaba wake. Lakini mpaka hapo, tafadhali usiruhusu hasira ikaharibu maisha yako. Ukifanya kosa sasa, hutaweza kurudi nyuma. Victor alimtazama mama yake na kisha macho yake yakarudi kwa Hafsa aliyelala kimya. Moyoni alikiri, vita hii haikuwa nyepesi,
mapenzi yalikuwa yamegeuka kuwa mzigo wa damu, na ndani ya mapenzi hayo kulikuwa kuna giza zito lenye jina moja tu, Eliana. Baada ya daktari kuwathibitishia kwamba Hafsa yuko sawa ila anahitaji kupumzika pale hospitalini kwa uchunguzi zaidi, Victor yeye aliamua kurudi nyumbani kwake Upanga. Alifika nyumbani akiwa amechoka kiakili. Mavazi yake bado yalikuwa yale yale ya asubuhi, suruali kitambaa nyeusi na shati la mikono mirefu lililojikunja kwa hasira zake. Victor alifungua mlango kwa haraka, alijitupa ndani kana kwamba nyumba hiyo haikuwa na hewa ya kutosha. Kichwani mwake picha ya Hafsa akiwa amelala kitandani hospitalini haikumwacha kabisa. Kila alipoyafumba macho, aliona mnyororo, kamba na uso wake uliopauka. Moyo wake uliwaka kama moto, lakini hakuweza hata kupumzika sekunde moja. Aliposogea sebuleni, Victor alimkuta Eliana amesimama pale akiwa na suruali ya kijani iliyombana vizuri na blauzi nyepesi ya rangi ya dhambarau, nywele zake zikiwa zimefungwa kwa mtindo wa kawaida lakini wa kuvutia. Mdomo wake ulivaa tabasamu, uso wake uliangazia furaha. Eliana, Victor alisema kwa sauti ya mshangao na kutokuamini. Wewe unafanya nini hapa? Eliana alinyanyua mkono wake mdogo, akamkaribia kwa hatua za upole. Victor, kuna jambo kubwa sana nataka kukuambia. Tafadhali, hata kabla sijakaa nisikilize tu. Nimepata ushahidi. Eliana kabla hajamaliza sentensi yake, Victor alirusha mkono wake kwa hasira, si kwa kumpiga bali kwa kuamuru kimya. Akamwambia, acha upuzi huo Eliana, acha kabisa. Yaani bila aibu, bila haya, bado una ujasiri wa kuja hapa hata baada ya hili ulilolifanya? Victor, mbona unakuwa hivyo? Mimi nimekuja kwa ajili ya Hafsa. Hafsa kapatikana na ameweka wazi kabisa kwamba ni wewe ndiye uliyemteka. Ni wewe. Unachotaka kukata nini? Hivi Eliana, unafikiri huu ni mchezo wa kuigiza mapenzi wa kujifanya mpole, wa kujifanya unatabasamu kila siku, unabadilisha kile unachofanya? Hafsa angeweza kufa. Angeweza kufa Eliana. Unatambua hilo? Hivi unawezaje kufanya jambo kama hili lakini? Unawezaje? Mbona una roho mbaya? Mbona uko ni mkatili wewe binti? Muda huo Eliana alitetemeka. Maji yalimjia machoni. Tabasamu lake lote likatoweka kama jua linapofunikwa na wingu zito. Victor, sio mimi. Naweza kukuapia kwa jina la Mungu, sijafanya kitu kama hiko. Nimekuwa nikihangaika kumtafuta Hafsa kama wewe unavyohangaika. Tafadhali naomba uniamini. Kukuamini? Yaani baada ya yote haya? Eliana, kama unafikiri cheo cha baba yako kinaweza kunifanya nikuone kama malaika, umekosea sana. Hii ndio sababu sitaki kuwa na wewe. Hutambui mipaka, hutambui ukweli, na hutaki kukubali ya kwamba hakuna mapenzi kati yetu. Hapo Eliana alikunja uso wake, machozi yakimtiririka taratibu kabisa. Lakini Victor, nakupenda. Sijawahi kumpenda mtu kama wewe. Sina sababu ya kumfanyia ubaya Hafsa. Sijui ni nani kaamua kuniingiza kwenye hili, sijui. Basi muulize nafsi yako. Kama umeamua kucheza mchezo wa kisiasa na roho za watu, basi ukome. Hatuwezi kuwa kitu kimoja. Hatuko sawa. Sitaki kusikia, sitaki kukuona, na sitaki hata wazo la wewe kuwa karibu na mimi. Eliana alipiga hatua nyuma kama vile maneno haya yalimchoma kama kisu cha moto. Alishika kifua chake na kwa mara ya kwanza alihisi mapigo ya moyo wake yakivurugika. Mapenzi yote aliyoyatunza, jitihada zake zote za kumvumilia,
kumfurahisha zilipotea kwa sekunde chache tu. Victor, umechagua kunihukumu kabla hujanisikiliza. Sawa. Lakini ukija kujua ukweli, usije ukasema kwamba sikukwambia. Leo umejua kuniumiza sana Victor. Wewe ni mwanaume wa aina gani hata usione thamani yangu kwako? Sawa Victor, nashukuru, ila fanya haraka ujue ukweli kabla hujachelewa. Mimi narudia tena, sihusiki kwa chochote kile. Eliana alijigeuza taratibu, machozi yakimchuruzika mashavuni mwake. Alianza kuondoka. Kila hatua aliyopiga ilikuwa ni kama vile kabeba jiwe la huzuni kwenye moyo wake. Roho yake ilikuwa imevunjwa vipande vipande. Hakutaka kugeuka nyuma, maana alijua akimtazama Victor tena, moyo wake ungeanguka kabisa. Victor alibaki pale pale, akiangalia mlango uliokuwa umefungwa kwa nguvu. Hisia mchanganyiko zilimvaa, hasira, huzuni na sitofahamu. Je, Hafsa alikuwa mkweli au Hafsa alikuwa mwongo? Na je, Eliana anaweza kufanya hivyo? Je, amemkosea mtu ambaye labda alikuwa safi? Lakini kwa kuwa moyo wake Victor uliamua mpaka apate ukweli wa ushahidi usiopingika, basi Eliana kwa sasa kwake ni adui tu. Lakini moyoni mwa Eliana, ukimya wake ulitamka maneno ambayo Victor hakuweza kuyasikia. Naendelea kupambana Victor, sio kwa sababu tunakupenda, bali kwa sababu najua mimi sio adui yako. Nitathibitisha hilo hata kama dunia yote ikinishutumu mimi. Eliana aliamua kurudi ikulu. Wakati huo ikulu ilikuwa iko kimya tofauti na kawaida. Miale ya jua iliyoangazia bustani kubwa ilitengeneza kivuli kilichochanganyika na huzuni ndani ya moyo wa Eliana. Alitembea kwa hatua nzito, machozi yakitanda kwenye kope zake, akijitahidi sana kujizuia kulia mbele ya walinzi na wasaidizi waliokuwa wakimfungulia milango. Hakuwa tena yule Eliana wa siku zote, mwenye nguvu, mwenye tabasamu, mwenye imani ya kuwa mapenzi hushinda yote. Alikuwa kivuli cha binti aliyejeruhiwa na maneno ya mwanaume aliyempenda kupita kiasi. Alipofika sebuleni, Eliana alimkuta baba yake Mheshimiwa Rais akiwa ameketi kwenye kiti chake kikuu cha mbao, akiwa anasoma jalada fulani vile kiusalama. Aliposikia mlango ukifunguliwa, alinyanyua macho, akaona uso wa binti yake akiwa na huzuni nzito. Eliana, alisema Mheshimiwa Rais kwa sauti ya chini lakini yenye mamlaka. Kuna nini mwanangu? Eliana hakujibu haraka. Aliangalia sakafu kama vile maneno yalikuwa yamekwama kwenye koo lake. Machozi yalianza kumtoka taratibu. Alisogea akapiga magoti mbele baba yake. Baba, nimeshindwa. Nimefanya kila kitu baba. Nimevumilia. Nimepambana. Nimeamini kwamba mapenzi yanaweza kubadilisha kila kitu. Lakini leo Victor amenitazama machoni na kuniambia kwamba mimi ni mtekaji wa Hafsa. Baba, Victor amesema mimi nimehusika na mateso ya mwanamke mwingine. Baba, Victor ameniona mimi kama mtu wa hila. Mheshimiwa Rais Sarungi aliketi kimya. Alimtazama binti yake akilia. Moyo wa baba ulimuuma. Hakuwahi kumwona Eliana katika hiyo hali, mnyonge, aliyevunjika, aliyepoteza kila imani aliyonayo. Mheshimiwa Rais alichukua kitambaa akampa binti yake ajifute machozi. Victor ndo amekuambia wewe ndo ulomteka Hafsa? Mheshimiwa Rais aliuliza kwa sauti iliyokuwa na mchanganyiko wa mshangao na hasira. Eliana alitikisa kichwa huku machozi yakiendelea kumtoka. Ndiyo baba. Na hajataka kunisikiliza. Alishaniweka hatiani.
Nimejaribu kumweleza nilikuwa na ushahidi wa kuonesha nani anahusika, lakini kanifokea. Akasema hanitaki tena. Mheshimiwa Rais alishika kidevu chake kwa vidole viwili, macho yake yakiwa yamejaa hasira iliyojificha kwa ustaarabu wa madaraka. Alichukua simu mezani akabonyeza kitufe cha dharura. Kamanda Juma, njoo ofisini kwangu sasa hivi na ilete timu yako yote ya uchunguzi. Sitaki kuchelewa. Kuna jambo linahitaji kushughulikiwa mara moja. Hapo dakika chache baadaye, Kamanda Juma alifika akiwa na sura ya kujawa na heshima pamoja na makamanda wengine wawili waliokuwa nyuma yake. Walisimama wote wakiwa wamesimama mkao wa heshima. Mheshimiwa Rais. Kamanda Juma alisalimia. Rais Sarungi aliwatazama wote na kisha akasimama. Alizunguka meza ndogo ya kahawa, akasimama mbele yao. Nataka ukweli. Mheshimiwa Rais alisema kwa sauti yake ikikatiza ukimya wa ofisi hiyo ya kifahari. Nataka kujua ni nani anayehusika na utekaji wa Hafsa. Sitaki majungu, sitaki maelezo ya mitaani, sitaki hisia, nataka ushahidi. Nataka anayetuhumiwa afikishwe kwenye vyombo vya sheria, hata kama ni mtoto wangu mimi mwenyewe. Hapo wote walitazamana kwa tahadhari. Kamanda Juma alimeza mate kidogo. Mheshimiwa Rais, tunafuatilia kwa makini, lakini bado hatujapata ushahidi wa moja kwa moja. Basi tafuteni huo ushahidi. Sitakubali jina la familia yangu lichafuke kwa maneno ya upuuzi tu. Sitaki watu walete siasa za mapenzi kwenye familia yangu. Na zaidi ya yote, sitakubali binti yangu ahukumiwe na jamii bila kosa. Hapo Mheshimiwa Rais alimgeukia binti yake Eliana ambaye alikuwa bado ameketi, sasa akiwa katulia zaidi ingawa bado alikuwa amezama kwenye huzuni. Eliana, kama kuna mtu aliyekutendea baya tutamjua. Lakini si kila mtu anaweza kuona thamani yako kama baba yako anavyoiona. Wengine wanaangalia hadhi yako na wanaanza kukuogopa au kukuchukia au kutaka kukuangusha, lakini wewe usiache moyo wako uharibike kwa sababu ya mtu mmoja. Eliana alinyanyua macho, alimtazama baba yake kwa shukrani ya kina. Asante baba, lakini tafadhali usimdhuru Victor. Hatuna muda wa kuumiza watu, tuna muda wa kutafuta haki. Hapo Mheshimiwa Rais alipiga tena simu. Safari hii alipiga kwa mkuu wa mawasiliano wa Ikulu. Tangaza ya kwamba kesi ya Hafsa inachunguzwa rasmi. Hakuna mhusika aliye huru, hata kama ni wa hadhi gani. Hapo Mheshimiwa Rais alipomaliza kuzungumza hivyo, aliagiza makamanda wote waanze kazi moja. Akawapa ruhusa ya kutumia rasilimali zote za dola kufuatilia jambo hilo. Na wakati huo, msikilizaji, Eliana alipogeuka kuondoka, alijua sasa sio mpambanaji wa mapenzi tu, ni mpambanaji wa jina lake. Alijua kwamba hawezi tena kulia kwa Victor tu. Alihitaji kujisafisha, si kwa sababu ya kumpata Victor, bali ni kwa sababu alitaka dunia ijue ukweli. Nikitoka salama kwenye dhoruba hii, nitakuwa na sababu mpya kuishi, hata kama sitakuwa na Victor, alijiambia kimoyomoyo Eliana. Naam, msikilizaji, majira ya saa 3 za usiku, ndani ya kituo cha polisi kanda maalum, ofisi ya upelelezi, kulisikika sauti ya feni iliyokuwa ikizunguka polepole juu ya dari, ikisambaza upepo baridi uliokuwa ukigongana na mafaili yaliyojazana mezani. Meza kubwa ya Inspekta Sadiki ilijaa picha, nakala za maelezo ya mashahidi na ripoti ya kitabibu kuhusu binti afahamikaye kwa jina la Hafsa. Ukuta wa pembeni ulikuwa na ramani ya maeneo mbalimbali ya Dar es Salaam, huku baadhi yakiwa yamewekwa alama nyekundu, hususan Kigamboni, mahali ambapo Hafsa alipatikana. Inspekta Sadiki alimsogelea msaidizi wake Constable Hamisi aliyekuwa ameketi karibu na kompyuta huku akiandika baadhi ya ripoti. Macho ya Inspekta Sadiki yalionyesha uzito wa fikra, kama mtu anayehisi ya kwamba bado kuna kipande muhimu sana cha fumbo hili hakijakamilika.
Hamisi, unasemaje kuhusu huu ushahidi? Inspekta Sadiki aliuliza, akiangalia picha ya Hafsa akiwa amelala kitandani maeneo ya hospitalini. Constable Hamisi alinyanyua macho akasema, unajua kwa kweli mkuu, huu ushahidi wa Hafsa akiwa amemtaja Eliana ndo kama mtekaji bado unaacha maswali mengi sana. Kwanza, hatuna rekodi yoyote ya mawasiliano kati yao wiki nzima kabla hili tukio. Lakini jambo la pili, hakuna ushahidi wa kifedha unaoonesha kwamba kuna malipo yoyote ya watu waliomhifadhi Hafsa, sio kwenye kaunti ya Eliana na sio kwenye kaunti ya familia ya rais. Inspekta Sadiki alivuta kiti chake akakaa, mikono miwili ikiwa imefunga kidevu chake. Unajua kwamba hii sio kesi ya kawaida. Tupo katikati ya siasa, heshima za familia kubwa na vita ya mapenzi. Kuna uwezekano wa mmoja wao ametumia nguvu ya hadhi kuangusha mwingine. Inspekta Sadiki alitazama faili la ripoti ya matibabu. Unajua, daktari alituambia kwamba Hafsa hakuwa na majeraha yoyote ya kumdhihirishia kwamba alifanyiwa ukatili. Na kikawaida kwa mtu aliyetekwa kwa siku nyingi kama Hafsa, tungetarajia angalau mabadiliko ya kiafya makubwa kwenye mwili wake ama majeraha. Lakini huyu binti alionekana kama yupo sehemu ambayo ni mapumzikoni tu. Ingawa kweli amedhoofika, lakini hajaonekana ameteswa akishurubishwa. Kwa hiyo mkuu, unataka kusema kwamba? Nachotaka kusema kwamba huenda huyu binti alijificha kwa makusudi. Labda ni kwa mpango wa kuharibu uchumba wa Eliana na Victor. Lakini unajua mkuu, hilo pia hatuwezi kulipuuza. Na ukizingatia Hafsa alikuwa na uhusiano na Victor kabla ya Eliana. Huenda labda alihisi ya kwamba ameachwa, kwa labda alipanga kulipiza. Lakini bado unajua hilo yani hilo liloniambia mkuu, linaelekea kuwa na hisia zaidi, linaelekea kuwa na mashiko zaidi kuliko hata ushahidi ambao Hafsa ameusema. Hapo Inspekta Sadiki alisimama, alianza kutembea taratibu ofisini huku akiwa ameweka nyuma mikono yake. Hamisi, tusisahau Eliana naye ni binti wa rais. Hii maana yake ni kwamba hakuna mtu ambaye atathubutu kusema alimwona au alisikia akiamrisha chochote, hata kama alihusika. Mamlaka yake inazua hofu kwa watu wa kawaida. Kwa hiyo sasa mkuu, sasa hapa tunafanyaje? Tuna chaguzi mbili. Chaguzi ya kwanza, tumfuatilie Hafsa kwa ukaribu, tuone kama atawasiliana na mtu yeyote au kutoa maelekezo zaidi yanayojieleza. Lakini jambo la pili, tuanze uchunguzi wa siri sana kuhusu Eliana. Sio kwa kumshuku moja kwa moja, bali kwa kutafuta mianya yoyote ya ushahidi wa kificho, iwe kupitia mawasiliano, watu waliomzunguka au alama za kifedha. Naam, Inspekta Sadiki alisimama kimya kwa sekunde chache, macho yake yakielekea kwenye ukuta wa mbele. Lakini kuna jambo lingine bado halijakaa sawa. Ni jambo gani tena hilo mkuu? Hamisi aliuliza, na ndipo Inspekta Sadiki akajibu kwa sauti ya chini. Kwa mtu mwenye nguvu kama Eliana, kama kweli alihusika, angewezaje kufanya kosa rahisi kama kumwacha Hafsa hai na kumwambia amshtaki moja kwa moja? Watu wa daraja hilo hutumia njia safi zaidi kuficha uhalifu wao. Hili limenifanya niamini ya kwamba kuna mtu mwingine nyuma ya pazia, mtu anayevutia kamba huku wengine wakionekana mbele kama ndo wahusika. Sijui kama umenielewa Hamisi. Yaani kuna uwezekano kabisa kuna mtu mwingine yuko nyuma ya pazia hapa, amehusika na huu mchezo. Kwa hiyo mkuu, nataka kusema ya kwamba kuna uwezekano tuko katikati ya mchezo mkubwa wa kisiasa na kihisia, si ndio? Ndio, sasa naona Hamisi unanielewa. Na wakati wote huo
Victor amekuwa akichezeshwa kama kete. Hajui nani amwamini, nani amshuku. Hapo Inspekta Sadiki alienda mezani kwake, alichukua kalamu, akaandika kwa maandishi makubwa juu ya faili jipya: Operation Fumbo la Hafsa. Sasa basi, tutafungua uchunguzi mpya bila kuhusika hisia. Tunahitaji kamera za ulinzi zote karibu na Kigamboni, rekodi za simu siku 7 kabla Hafsa apatikane, pamoja na kumbukumbu za miamala ya fedha ya watu wote waliomzunguka Hafsa, waliomzunguka Eliana, waliomzunguka Victor na hata Demola pia. Naam, Kamanda Hamisi aliandika maelekezo hayo kwa haraka mno, na ndipo Inspekta Sadiki akaongezea kwa kusema, na kama kuna mtu yote anaigiza ya kuwa mwathirika ili hali ndiye mtekaji, basi atafahamika. Ukweli haufichiki milele. Naam, ofisi ilitulia. Ndani ya kimya hiko, sauti ya ukweli ilianza kusukwa kwa utulivu wa kisayansi. Uchunguzi rasmi ulianza, si kwa jina la mtu, bali kwa haki. Bwana msikilizaji, hivi unahisi hili sakata, unahisi nani amehusika? Je, niambie hapo kwenye comment. Alafu kisha nitasoma comment yako kwenye sehemu ya 12 mzigo ambao utafuata. Niambie nani amehusika unahisi? Au ndo kuna mtu nyuma ya pazia ambaye hata wewe pia umjui? Kama mimi Anko Jay ambavyo sijui nani amehusika kutekwa kwa Hafsa. Lakini nahisi huenda kuna mtu nyuma ya pazia kweli, kama alivyosema Inspekta Sadiki kwamba kuna mtu nyuma ya pazia anauchezesha huu mchezo imradi kuwagombanisha hawa watu. Inawezekana ikawa ni kweli. Sasa je, huyo mtu ni nani? Hebu tutapata majibu hayo katika sehemu ya 12. Mimi naitwa Anko Jay, mzigo mtamu umetayarishwa na kuandaliwa na Saidi JR. Asante kwa muda wako. Bye bye. Tukutane katika sehemu inayofuata.